kwenda sehemu nyingine. Inategemea na vile Mungu atakapotuongoza. Kwa hivyo ninawakaribisha wote ambao mko katika mji huu ili kusudi tuendelee kuipata Injili ambayo inahitajika watu wote katika ulimwengu huu wapate kuisikia. Maana Injili hii haiwahusu watu fulani peke yao. Injili hii inawahusu watu wote wanaokaa katika uso wa dunia, kwa sababu Yesu yeye ndiye mwokozi wa dunia hii, na yeye anasema ili uende kwa Baba lazima upite kwake. Kwa hivyo yeye anasema tuhubiri Injili kwa kila kiumbe, kwa wanadamu wote. Kwa hivyo wanadamu wote wanahitajika wapate kupokea Injili hii ambayo tumeileta. Kwa hivyo nawakaribisha ili kusudi tuende pamoja, ili kusudi tusiwache nyuma, wala msije mkajiuliza maswali mengi, na pale ambapo mtakosa kuelewa, basi tunawakaribisha muulize maswali ili tupate kuelewa tu pamoja. Msomaji, uko sawa eh? Niko sawa. Basi tunaelekea kufungua mahubiri yetu. Tunaomba usome kitabu cha Timotheo wa kwanza 2:1. Anasemaje? Basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani ndio zifanyike kwa ajili ya watu wote. Kwa hivyo Mungu anataka kabla tujaanza mahubiri yetu, Mungu anataka tufungue kwa sala na dua na maombezi kwa ajili ya watu wote, ndio kusudi mahubiri yetu yapate kuanza. Kwa hivyo nakualika popote ulipo, unyenyekee kwa nafsi au kwa namna yote, tuweze kufungua mahubiri haya. Tuombe. Mtakatifu Mungu wa mbinguni, kupitia kwa jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu ya wema na fadhili zako zilizo njema. Umetulinda tokea jana mpaka sasa, tumefika hapa kwa ajili ya Injili yako. Tunakuomba ubariki watu wa eneo hili na watu wako wakapate kukombolewa kutoka katika vile vifungo wa yule mwovu. Injili yako iwafikie watu wote. Fungua akili zao ili kusudi wakapate kusikia yale ambayo umewaandalia, na wote wapate kuvutwa wakuelekee wewe, na utukuze wewe Mungu wa mbinguni, Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Tunakuomba ulinzi wako utawale maeneo haya ili kusudi tumalize ujumbe tulioleta na watu wako wapate kufunguliwa. Tunakuomba pamoja nasi kuanzia sasa na hata tutakapomaliza. Tumeomba kupitia kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Haya, sasa mahubiri yetu yamefunguka. Kwa hivyo tutaanza leo. Siku zilizopita tumehubiri habari za Sabato, tumehubiri Mungu mmoja ni nani, na tukahubiri Yesu Kristo pia ni nani. Yeyote ambaye atakuwa na maswali, na tukahubiri pia na habari ya Utatu. Yeyote atakayekuwa na maswali atakuja kuuliza kabla tujaondoka, ili kusudi watu wasibaki wakijiuliza maswali. Maana watu Injili ya kweli wanakosa kusikiliza, wanawafuata wale ambao wanawaambia utoe sadaka ubarikiwe. Hawafuati mafundisho ya kweli, wanawafuata wale watu ambao wanasema toa ubarikiwe. Injili ya Mungu haiuzwi, ni bure. Injili ya Mungu ni bure. Kwa hiyo mtu anayehubiria anawaambia toa ili upate, hiyo sio Injili, hiyo ni biashara, na Mungu ana biashara. Unaenda kwake bure, kupata uzima unaupata bure. Inategemea na vile ambavyo wewe utakuwa umejiweka mbele za Mungu. Kwa hivyo leo tutakuwa na somo la unabii. Tutafungua kitabu cha Danieli na kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Tutasoma leo kitabu cha Ufunuo wa Yohana na kitabu cha Danieli, tuone dunia hii ilikuwa wapi na wapi inaelekea, na mwisho wake unapokwisha unaishaje. Tutaangalia leo, maana vitabu hivi viwili cha Ufunuo na cha Danieli ndivyo vitabu ambavyo vinakupa mwanga. Hebu nisaidie Petro wa pili 1:19. Vitabu hivi katika Biblia ni vitabu ambavyo vinakupa mwanga wa kumjua Mungu, kujua dunia ilipotoka na dunia inapoelekea. Unaipata katika dunia hii. Dunia inakushaje na Yesu atakuja wakati gani? Unapata katika unabii huu, katika unabii wa kitabu cha Danieli na kitabu cha Ufunuo. Kwa hivyo nawakaribisha ili tuwe pamoja, msije mkaachwa. Soma andiko. Inasema, yeye anasemaje?
Petro wa pili 1:19 inasema ndio, nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi ndio, mkiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza wafanya vema, ndio, mpaka utakapopambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu. Kwa hivyo sisi tuna lile neno la unabii ambalo ni lilo imara zaidi. Mkiliangalia neno hili ni kama taa inayong'aa mahali penye giza. Wewe utakuwa haupo tena gizani kama utaliangalia. Ukiliangalia unabii, wewe utakuwa upo mwangani, hautakuwa tena kwenye giza, maana ni kama taa inayong'aa mahali penye giza. Kwa hivyo naomba unisaidie sasa kitabu cha Danieli 7:1 tupate kuona Mungu anazungumza nini kupitia unabii. Kwa hivyo watu hapa muwe makini tu kusikiliza. Kama mnahitaji uzima milele, muwe makini kusikiliza ili mjue ya kwamba dunia ilikuwa wapi, inaelekea wapi, na shetani anaidanganya vipi dunia. Soma andiko. Nasema katika mwaka wa kwanza wa Belshaza mfalme wa Babeli, Danieli aliona ndoto na maono ya kichwa chake kitandani mwake. Ndio. Basi akaiandika ndoto hiyo. Akatoa habari ya jumla ya mambo hayo. Danieli akanena akisema, naliona katika maono yangu wakati wa usiku, na tazama, ndio, hizo pepo 4 za mbinguni zilivuma kwa nguvu juu ya bahari kubwa. Hizo pepo 4 za mbinguni zilivuma juu ya bahari kubwa. Ndipo wanyama wakubwa 4 wakatoka baharini, wote wa namna mbalimbali. Wa kwanza alikuwa kama simba, naye alikuwa na mabawa ya tai. Nikatazama hata mabawa yake yakafutuka manyoya, akainuliwa katika nchi, akasimamishwa juu kwa miguu miwili kama mwanadamu, naye akapewa moyo wa kibinadamu. Na tazama, ndio, mnyama mwingine wa pili kama dubu, naye aliinuliwa upande mmoja, na mifupa mitatu ya mbavu ndio ilikuwamo kinywani mwake, na mifupa mitatu ya mbavu ilikuwa kinywani mwake, katika meno yake. Akamwambia, ndio, mnyama huyu hivi, inuka ule nyama tele. Ndio. Kisha nikatazama, na kumbe, ndio, mnyama mwingine kama chui, naye juu ya mgongo wake alikuwa na mabawa manne, kama ya ndege. Mnyama huyo alikuwa na vichwa vinne, akapewa mamlaka. Baadaye ndio, nikaona katika njozi ya usiku, na tazama, ndio, mnyama wanne, mwenye kutisha, mwenye nguvu, mwenye uwezo mwingi, naye alikuwa na meno ya chuma, makubwa sana. Ndio, alikula na kuvunja vipande, na kukanyaga mabaki kwa miguu yake. Asante. Sisi tu kwanza hapo. Katika ndoto ya Danieli alionyesha wanyama wanne. Wa kwanza alikuwa kama simba, na huyu simba alikuwa na mabawa kama ya tai, naye alikuwa anatoka baharini. Mnyama wa pili alikuwa kama dubu, akiwa na mifupa ya mbavu mdomoni mwake, naye alitoka baharini. Na mnyama wa tatu kama chui, alikuwa na vichwa 4 na mabawa 4 kama ya ndege, naye alikuwa anatoka baharini. Na anasema akaona mnyama mwingine mwenye kutisha, alikuwa mbali na wale wanyama wa kwanza, alikuwa na meno ya chuma, alikuwa na pembe 10, naye pia alikuwa anatoka baharini. Hawa wanyama ni nini?
Anapozungumzia wanyama anazungumzia nini? Hebu nisaidie. Hosea 12:10. Anapozungumzia wanyama, unaposikia Mungu anazungumza kwenye Biblia, anatoa mifano ya wanyama, anazungumzia nini? Hebu soma andiko. Hosea 12:10. Hosea 12:10. Hosea 12:10. Inasema, anasemaje? Tena nimenena na hao manabii. Nami nimeongeza maono. Na kwa utumishi wa manabii. Nimetumia mifano. Kwa hivyo Mungu ametumia mifano. Hakuna mahali katika dunia hii unaweza ukaenda ukakuta kuna simba mwenye mabawa kama ya tai, huwezi kukuta. Akatokea baharini. Huwezi ukakuta dubu anatoka baharini, huwezi ukapata. Au upate chui ana mabawa manne kama ya ndege, huwezi ukapata. Wala mnyama mwenye pembe 10 anatokea baharini, huwezi ukampata, kwa sababu Mungu ametumia mifano tu kueleza watu. Sasa hawa wanyama wanawakilisha nini? Nisaidie. Danieli 7:17. Danieli 7:17 inasema, ndio, wanyama hawa wakubwa walio wanne ni wafalme wanne. Kwa hivyo wanyama ambao Danieli amepata kuona katika maono ni wanyama wanne ambao wanawakilisha ufalme. Maana hao ni wafalme wanne watakaotokea duniani, na katika wafalme watakaotokea duniani utakuja ufalme mwingine. Hebu nisaidie. Danieli 2:44. Danieli 2:44. Baada ya ufalme hizi Mungu atafanyaje? Hebu soma. Inasema, na katika siku za wafalme hao, Mungu wa mbinguni atausimamisha ufalme ambao hautaangamizwa milele. Kwa hivyo baada ya falme hizi, maana Mungu ametumia mifano kuonyesha Danieli falme zitakazotawala dunia. Mpaka dunia inakwisha itatawaliwa na falme 4. Na katika falme 4 hizi zitakapokwisha, Mungu wa mbinguni atasimamisha ufalme ambao hautaangamia milele. Ufalme hautaangamia milele. Kwa nini hizi falme anaziondosha? Na Danieli anasema aliona mnyama wa 4 mwenye kutisha zaidi, aliyekuwa mbali na wale wengine. Ufalme huu wenye kutisha zaidi. Hebu nisaidie hapo. Danieli 7:23. Danieli 7:23. Inasema, anasemaje? Akanena hivi, huyo mnyama wa 4 atakuwa ni ufalme wa 4 juu ya dunia. Kwa hivyo juu ya dunia kutakuwa na ufalme wa 4. Endelea kusemaje? Inasema, na juu ya dunia utakaokuwa mbali na falme zile zote, nao utakula dunia yote, na ufalme huu utakula dunia yote na kuikanyaga na kuivunja vipande vipande. Inasema na habari za zile pembe 10. Asante, tuende tu kwanza hapo. Ufalme huu utakuwa mbali na falme zile 3 zilizopita. Maana wa kwanza ulikuwa kama simba, wa pili ulikuwa kama dubu, na wa 3 kama chui mwenye mabawa kama ndege. Na Yesu anasema, na Danieli anasema ufalme wa 4 aliouona ni ufalme wenye kutisha zaidi. Ufalme wenye kutisha zaidi ulikuwa mbali na wale wafalme 3. Kwa hivyo ufalme huu ulikuwa mbali na wafalme wale 3. Kwa nini Danieli aliona ufalme huu ya kwamba unatisha? Nisaidie kitabu cha Danieli 8:27. Danieli 8:27. Danieli 8:27. Inasema, na mimi Danieli nikazimia, nikaugua siku kadha wa kadha. Kwa hivyo Danieli anasema alizimia alipoona maono haya, alipoona maono ya mnyama huyu wa 4. Anasema alizimia. Aliona nini katika ufalme wa 4? Naomba nisaidie kitabu cha Mathayo 2:16. Danieli aliangalia ufalme ambao utatawala dunia, huu ufalme wa Kirumi ambao uko mbali na falme zile zote. Akazimia, akaugua na akazimia. Aliona nini katika ufalme huo?
Soma andiko 2:16 Mathayo. Mathayo 2:16. Danieli aliona nini katika ufalme huo? Anaona ya kwamba Yesu anazaliwa katika ufalme huo, na ufalme huo anapozaliwa Yesu, mamajusi wanakwenda Yerusalemu waende kumwona mtoto. Herode wanampa taarifa ya kwamba tumekuja kumwona mfalme wa Wayahudi. Wakati huo Herode mfalme alikuwa anatawala. Kwa hivyo aliposikia kuna mfalme mwingine alihuzunika sana. Akawaambia mamajusi, nendeni mkamwone mtoto, na mkishapata kumwona rudini mnipe taarifa ili nami nikamsujudie mtoto. Lakini lengo lake lilikuwa ni kumuua mtoto. Soma andiko. Inasema ndipo Herode alipoona ya kuwa amedhihakiwa na wale mamajusi, ndio alighadhabika sana, akatuma watu wakawaua watoto wote wanaume, waliokuwa Bethlehemu na viungani vyake wote, tangu wenye miaka miwili na waliopungua. Kwa hivyo mfalme Herode alipoona amedhihakiwa na wale mamajusi, akaamua kuwaua watoto wadogo katika mji ule kuanzia miaka miwili na kupungua. Watoto waliuawa wakati ule. Likatimia neno gani? Inaendelea kusema kwa muda ule aliowafikisha kwa wale mamajusi, kwa muda ule ambao mamajusi aliwapa taarifa ya kwamba kuna mtoto amezaliwa mfalme wa Wayahudi. Ndipo lilipotimia neno lililonenwa na nabii Yeremia, akisema sauti ilisikiwa Rama, kilio na maombolezo mengi, na heri akiwalilia watoto wake, asikubali kufarijiwa kwa kuwa hawako. Kwa hivyo kilio kilisikiwa Rama na maombolezo mengi, kwa sababu watoto wadogo wote wa kuanzia miaka miwili na kupungua waliuawa, walikuwa wanachinjwa, kwa sababu alikuwa anahitaji Herode, alikuwa anahitaji kutawala asitokee mfalme mwingine. Aliposikia kuna mfalme mwingine wa Wayahudi amezaliwa, akawaua watoto wadogo baada ya kumkosa Yesu. Likatimia neno la nabii Yeremia akisema kilio na maombolezo kilisikika Rama, asikubali kufarijiwa kwa sababu hawapo. Danieli alipoona akasikitika, roho yake ikazimia. Nisaidie kitabu cha Luka 3:18. Danieli anaona Yohana Mbatizaji katika ufalme huu wa Kirumi. Yohana Mbatizaji anafungwa gerezani, na pale gerezani anakatwa kichwa katika ufalme huu wa Kirumi. Huu ufalme usicheze nao, ufalme hatari. Anasema ufalme huu ulikuwa mbali na falme zile zote, uli ufalme wa kutisha. Soma andiko Luka 3:18 hadi 20. Inasema basi kwa maonyo mengine mengi Yohana alihubiria watu, lakini mfalme Herode alipokaribiwa na yeye kwa ajili ya Herodia, yani Herode alimchukua mke wa ndugu yake, anaitwa Filipo, akamchukua mke wa ndugu yake akamwoa. Yohana Mbatizaji akamwambia si halali wewe kuwa na mke wa nduguyo. Mfalme Herode akamchukua Yohana akamtia gerezani. Inasema alipokaripiwa na yeye kwa ajili ya Herodia, Yohana kwa ajili ya Herodia mke wa nduguye, na maovu yote aliyofanya Herode, ndio na hili juu ya yote, aliongeza na hili juu ya yote, alimfunga Yohana gerezani. Ikawa ndio watu wote walipokwisha kubatizwa, hapana, hapo aisha tu hapo, akamfunga Yohana gerezani. Sasa huko gerezani kilitokea nini? Nisaidie 14:10 Mathayo. 14:10 Mathayo. Herode akamfunga Yohana Mbatizaji, wakamfunga ni katika utawala huu wa Kirumi. Danieli anasema ufalme huu uko mbali na falme zile zote, maana unakula dunia yote
na kukanyaga mabaki kwa miguu yake. Soma andiko. Inasema akatuma mtu, Herode akatuma mtu akamkata kichwa Yohana mle gerezani. Kwa hivyo Yohana akakata kichwa gerezani. Ni kwa ufalme huu. Danieli anasema alipoona ufalme huu vile ulivyo na vile unavyofanyia watakatifu wa Mungu, alizimia. Alikuwa anazimia. Nisaidie kitabu cha Yakobo cha Matendo 12:1. Matendo 12:1. Ufalme huu wa Kirumi usicheze. Huu ufalme ni hatari. Ufalme uko mbali na falme zile zilizopita. Tumeambiwa kutakuwa na falme 4 ndio dunia ishe. Zimepita falme 3, tuko na hii moja nayo inaenda kuisha. Utakuja ufalme ambao hautaisha. Wewe utadumu milele. Soma andiko 12:1 Matendo. Ndio. Panapo majira yale Herode mfalme akanyosha mikono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Kwa hivyo watu wa kanisa wakatenda mabaya na mfalme Herode. Akamuua Yakobo ndugu yake Yohana, ndio, kwa upanga. Kwa hivyo Yakobo akakatwa kichwa na ufalme huu wa Kirumi. Inasema ndio, na akiona ya kuwa imewapendeza Wayahudi akaendelea akamshika na Petro. Kwa hivyo alipoona ya kwamba kwa sababu Wayahudi walikosa kumwamini hata mtume wa Yesu Kristo. Walipokuwa wakihubiri, Wayahudi waliwachukia. Kwa hivyo Wayahudi waliona vyema yale yanayotendeka kwa wale mitume. Kwa hivyo walipopendezwa na lile jambo, wakamkabidhi na Petro mikononi mwa wafalme wa Kirumi. Inasema ndio, siku hizo zilikuwa siku za mikate isiyochachwa. Kwa hivyo Petro akatoka gerezani, si ndio? Ndio. Danieli aliona, si akazimia. Nisaidie kitabu cha Matendo 7:54. Tuone ufalme huu ulivyotenda kwa watu wa Mungu. Danieli anasema ufalme huu uko mbali na falme zile zote. Inasema anasemaje? Basi waliposikia maneno haya, waliposikia mahubiri ya Stefano, wakachomwa mioyo wakamsagia meno. Lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu, Stefano akiwa amejaa Roho Mtakatifu, akakaza macho yake akitazama mbinguni, akauona utukufu wa Mungu, na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume, wa Mungu. Ndio, akasemaje? Tazama naona mbingu zimefunguka, na mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Wakapiga kelele kwa sauti kuu, wakaziba masikio yao, wakamtia kwa nia moja. Ndio, wakamtoa nje ya mji, Stefano, wakampiga Stefano kwa mawe. Nao mashahidi wakaweka nguo zao miguuni pa kijana mmoja, ndio, aliyeitwa Sauli. Wakampiga kwa mawe, Stefano kwa mawe. Naye Stefano akaomba akisema, Bwana Yesu, pokea roho yangu. Inasema ndio, akapiga magoti, akalia kwa sauti kuu, Bwana, usiwahesabie dhambi hii. Stefano akawaombea, usiwahesabie dhambi hii. Akisha kusema hayo, akalala. Danieli akaona, akasikitika, akaona ufalme huu vile utakavyowatendea watu wa Mungu. Danieli akasikitika. Sasa Danieli aliona maono ya wanyama 4, na huyo mnyama wa 4 alisema ni ufalme ambao uko mbali na falme zile nyingine zote, na ufalme huu utakuwa dunia yote na kukanyaga mabaki kwa miguu yake, atakuwa dunia yote. Naomba nisaidie kitabu cha Ufunuo 13:1. Tukumbuke ufalme wa 4 ndio ufalme ambao tuko sasa, ufalme wa Kirumi. Na ufalme huu utakapoisha, utakuja ufalme mwingine, maana mpaka dunia ishe zitatawaliwa falme 4, na baada ya hizo utakuja ufalme
ambao hautaondoshwa milele. Soma andiko. Inasema 13:1. Kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari mwenye pembe 10 ndio na vichwa 7. Mwenye pembe 10 na vichwa 7. Na juu ya pembe zake ana viremba 10. Na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Na yule mnyama niliyemwona alikuwa mfano wa chui, na miguu yake ndio ilikuwa kama miguu ya dubu, na kinywa chake kama kinywa cha simba. Yule joka akampa nguvu zake, na kiti chake cha enzi. Kwa hivyo Danieli alionyeshwa wanyama 4, lakini Yohana yule aliyefungwa katika gereza la Patmo, Yohana huyu katika ufalme huu wa Kirumi alichemshwa kwenye pipa la mafuta kwa sababu ya kumhubiri Kristo. Akachemshwa kwenye pipa la mafuta, akachemshwa lakini hakufa. Wakampeleka kwenye gereza ambalo ni kisiwa kinaitwa kisiwa cha Patmo. Wakamfunga kwenye ile gereza katika kisiwa hicho haliweko rejani. Ni mwamba tupu. Ulichongwa gereza, Yohana akafungwa huko ndani. Alipofungwa ndani ya ile gereza, Yesu akamwambiaje? Hebu nisaidie kwanza 2:10 kitabu cha Ufunuo. 2:10 kitabu cha Ufunuo. Alipofungwa katika ile gereza, akalia sana. Yesu akamwambiaje? Yesu maandiko inasema, ninyi mlikuwa kwanza. Ufunuo 2:10. Niko hapo. 2:10 Ufunuo. Anasema usiogope. Yesu akamwambia Yohana, usiogope mambo yaliyokupata. Tazama, huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe. Nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Uwe mwaminifu hata kufa. Nami nitakupa taji ya uzima. Kwa hivyo Yohana akaambiwa awe mwaminifu hata kufa na asiogope mambo yatakayopata. Kwa hivyo Yesu akamwonyesha mambo, akamwambiaje? Hebu nisaidie hapo pamoja, Ufunuo 1 mstari wa 10. 1:11. 1:11 Ufunuo. Anasemaje? Inasema 1:11, ole wao kwa sababu walikwenda katika njia ya Kaini. Ufunuo 1:11. 1:11 inasema ikisema, ndio haya uyaonayo uyaandike katika chuo, ukayapeleke kwa hayo makanisa 7. Efeso, Smyrna na Pergamo, Thiatira, Sardi, Filadelfia ndio na Laodikia. Kwa hivyo Yesu akamwambia usiogope mambo yatakayowapata, muwe waaminifu hata kufa, nami nitawapa taji ya ushindi. Ila hayo unayoona yaandike, uyapeleke katika hayo makanisa. Maana mambo haya ni ya siku za mwisho ambayo hayana budi kutokea. Kwa hivyo Yohana akaonyesha mnyama mmoja. Danieli alionyesha mnyama wa kwanza kama simba, wa pili kama dubu, wa tatu kama chui, na wa 4 mnyama mwenye pembe 10. Nisaidie saa 13:1 hapo Ufunuo. Wewe Yohana naye anaonyesha mnyama wa aina gani? Anasemaje? Mnyama wa kwanza kama simba alionyesha Danieli. Mnyama wa pili kama dubu, na mnyama wa tatu kama chui, na mnyama wa 4 ni mnyama ambaye ana pembe 10. Na umbo lake ni la kutisha, ni mwenye kutisha, na yuko mbali na falme zile zote ambazo zimepita, falme zote zile. Kwa hivyo msomaji, ndio msomee inasema anasemaje?
13:1 anasema kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari mwenye pembe 10 na vichwa 7 na juu ya pembe zake ndio ana vilemba 10 na juu ya vichwa vyake ndio majina ya makufuru. Na yule mnyama niliyemwona alikuwa mfano wa chui na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu na kinywa chake kama kinywa cha simba. Yule joka ndio akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi. Kwa hivyo Yohana alionyesha mnyama mmoja, lakini mnyama huyo aliyemwona Yohana alikuwa na tabia zile za wanyama aliyokuwa kwenye kitabu cha Danieli. Danieli alionyeshwa mnyama wa kwanza kama simba, na Ufunuo Yohana mnyama yule alikuwa na kichwa kama cha simba, alionekana na umbo kama la chui. Danieli naye alionyeshwa mnyama kama chui na alikuwa na pembe 10, mnyama wa 4, na Danieli alionyeshwa mnyama huyo hako na pembe 10. Na yule joka ni nani? Nisaidie 12:9 Ufunuo. Joka ni nani? Joka akampa huyo mnyama uwezo mwingi, akampa nguvu na uwezo mwingi. Sije ukasahau, inasema ndio yule joka akatupwa. Yule mkubwa, nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani. Kwa hivyo huyu joka ambaye ni Shetani akampa mnyama huyo nguvu na uwezo mwingi, akampa na kiti cha enzi. Ukisoma hapo vizuri, soma 2 hapo 13:2 Ufunuo 13:2 inasema na yule mnyama niliyemwona alikuwa mfano wa chui na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu na kinywa chake kama kinywa cha simba. Yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Kwa hivyo hivi leo tunavyozungumza leo katika dunia hii kuna kiti cha enzi cha Shetani na kiti cha enzi cha mnyama huyo, na mbinguni kuna viti vingapi? Hebu nisaidie kwanza. 22:1 Ufunuo 22:1 Ufunuo inasema kisha akanionyesha mto wa maji ya uzima wenye kung'aa kama bilauri ukitoka katika kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo. Kwa hivyo kuna kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo. 2:13 Ufunuo. Mbinguni kuna kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo, kiti cha enzi cha Mungu na cha Yesu. Saidie, inasema ndio 2:13 Ufunuo. Na pajua ukaapo ndipo penye kiti cha enzi cha Shetani. cha nani? Cha Shetani. Kwa hivyo kuna kiti cha enzi cha nani? Cha Shetani. Nisaidie 13:2. Kuna kiti cha enzi cha Shetani. Inasema na yule mnyama niliyemwona alikuwa mfano wa chui na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu na kinywa chake kama kinywa cha simba. Ndio yule joka akampa nguvu zake, akampa mnyama huyo nguvu na kiti chake cha enzi. Kwa hivyo kuna kiti cha enzi cha joka cha Shetani na kuna kiti cha enzi cha mnyama, si ndio? Ndio. Kwa hivyo joka akampa mnyama kiti nguvu na kiti chake cha enzi. Kwa hivyo duniani kuna kiti cha enzi cha Shetani na cha mnyama, na mbinguni kuna kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo. Shetani anafanya kopi tu. Shetani yeye anafanya tu kopi, kwa sababu mbinguni kuna Mungu na kuna mwana, na yeye amejiweka Mungu duniani na akamweka na yeye mwana huyo mnyama. Kwa hiyo akampa kiti na yeye amekuwa na kiti chake cha enzi. Ili uende kwa Mungu utapita kwa Yesu Kristo, na ili uende kwa Shetani utapita kwa huyu mnyama. Hakuna mahali pengine utakapopita. Njia ni mbili tu, ya kwenda kwa Shetani na ya kwenda kwa Mungu. Ukiona kwenye njia ya Mungu huko, ujue uko kwenye njia hii ya kwenda kwa Shetani. Hivyo ndivyo ilivyo. Kwa hivyo Yohana akaonyesha mnyama huyo ya kwamba ana kichwa kama cha simba
ana mwili kama wa chui. Shetani alimpa nguvu zake na kiti chake cha enzi. Sasa huyu mnyama tumwangalie. Wakati wa Danieli anasema mnyama huyu ni mwenye kutisha, umbo lake lilikuwa mbali na wale wengine, amekula dunia yote na kukanyaga mabaki kwa miguu yake. Sasa tuangalie, hebu nisaidie 17, Ufunuo 17. Maana mnyama huyu mnyama anakuja kumbeba mwanamke, tutaona huyu mwanamke ni nani, tutaona tu hapa. Nisaidie 17 anzia 2. Inasema ambaye wafalme wa nchi inasema akanichukua katika roho hata jangwani, nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana, mwenye kujaa majina ya makufuru, mwenye vichwa 7 na pembe 10. Kwa hivyo yule mnyama tuliyemuona baadaye anabeba mwanamke, si ndio? Ndio. Anabeba mwanamke ameketi juu ya maji mengi, si ndio? Ndio. Kwa hivyo huyu mnyama hata twende taratibu, tusipeleke watu mbio. Twende taratibu. Huyu mnyama tulimuona katika kitabu cha Ufunuo. Huyu mnyama anapewa nguvu zake kutoka kwa Shetani. Na yeye kuna mnyama anampa nguvu, anamtumia katika mambo yake, si ndio? Ndio. Nisaidie sasa 11 Ufunuo. Ukikona uelewi unauliza, twende pamoja. 13:11 Ufunuo. Anasema kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi. Naye alikuwa na pembe 2. Hebu subiri kwanza. Mnyama huyu yuko tofauti, si ndio? Ndio. Huyu anatoka katika nchi. Hebu yule Ufunuo hebu soma 13:2. Anatoka wapi yule? 13:2. Anatoka wapi? Inasema 13:1. Kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari. Kwa hivyo huyu anatoka baharini na huyu anatoka katika nchi. Kwa hivyo huyu anatoka baharini na huyu anatoka katika nchi. Sasa bahari si ni maji? Ndio. Hebu tuulize maji maana yake ni nini? Hebu nisaidie 17:15 Ufunuo. Huyu anatoka baharini, ila huyu anatoka katika nchi. Usije ukasahau. Shetani halali. Anataka hakikishe watu wote wanapotea. Watu wote hawapati uzima wa milele. Soma andiko. Inasema kisha akaniambia yale maji uliyoyaona hapo aketipo yule kahaba ni jamaa na makutano na mataifa. Kwa hivyo manake maji yanawakilisha watu. Kwa hivyo mnyama wa kwanza alitoka katikati ya watu. Mnyama wa kwanza. Mnyama wa pili alitoka katika nchi. Huyu mnyama ambaye ni ufalme wa Kirumi unatumia nguvu kutoka kwa Shetani. Na ufalme wa huu, hebu nisomee 11 hapo 11 hapo Ufunuo. Mnyama huyu anafananishwa ana pembe 2 kama za mwana kondoo. Inasema kisha nikaona mnyama mwingine akipanda kutoka katika nchi. Naye alikuwa na pembe 2 mfano wa mwana kondoo. Akanena kama joka. Ndio. Inasema akanena kama joka. Naye atumia uwezo wote wa mnyama yule. Wa kwanza. Yule wa kwanza mbele yake. Naye anaifanya dunia na wote wakaao ndani yake. Wamsujudie mnyama wa kwanza. Kwa hivyo huyu mnyama mwenye pembe 2 kama za mwana kondoo anawafanya watu wote duniani wamsujudie yule mnyama wa kwanza. Inasema anasemaje? Jeraha lake la mauti lilipona. Ndio. Naye afanye ishara kubwa, hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni. Kuja juu
ya nchi, uje juu ya nchi mbele ya wanadamu. Ndio. Naye awakosesha wale wakao juu ya nchi, kwa ishara zile alizozipewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, akiwaambia wakao juu ya nchi, kumfanyia sanamu yule mnyama wa kwanza aliyekuwa na jeraha la mauti la upanga, naye akaishi. Ndio. Akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama. Ndio. Hata ile sanamu ya mnyama inene, na kuwafanya hao wote waisujudu, na kufanya watu wote duniani waisujudie sanamu hiyo, na kuwafanya hao watu ndio wote wasioisujudu sanamu ya mnyama wauawe. Kwa hivyo anawafanya watu wote waisujudie sanamu ya yule mnyama wa kwanza ambaye ameifanya, na wale ambao watakosa kuisujudia sanamu hiyo watauawa. Inasema ndio, naye awafanya wote wadogo kwa wakubwa, matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume, au katika vipaji vya nyuso zao, tena kwamba mtu awaye yote ndio asiweze kununua wala kuuza, isipokuwa ndio ana chapa ile. Kwa hivyo huyu mnyama wa pili mwenye pembe mbili kama za mwana kondoo atawafanya watu wote duniani wamsujudie mnyama wa kwanza, na atafanya sanamu ili watu wote duniani wapate kuiabudu sanamu hiyo, na yeyote ambaye ataonekana hataabudu sanamu hiyo hatauawa. Na anawafanya watu wote waipokee chapa ya yule mnyama. Nisaidie 14:9 Ufunuo. Tumehubiri hapa watu waingie katika ujumbe wa malaika watatu, watu waingie katika safina ya ujumbe wa malaika watatu, kwa maana kama ilivyokuwa zakati za Nuhu ndivyo zitakavyokuwa nyakati za Yesu Kristo kurudi kwake mara ya pili. Soma andiko linasema, na mwingine malaika watatu akawafuata akisema kwa sauti kuu, ndio, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake, au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu, iliyotengenezwa ndio pasipo kuchanganywa na maji. Hapo imekuwa onyo. Tena naendelea kusema, ndio, katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na kibiriti, ndio, mbele ya malaika watakatifu, na mbele za mwana kondoo. Kwa hivyo tumepewa onyo. Inaendelea kusema, anasemaje? Na moshi wa maumivu yao upanda juu hata milele na milele. Wala hawana raha mchana wala usiku. Hao ndio huyo mnyama na sanamu yake. Asante. Kwa hivyo tumepewa onyo ya kwamba mtu atakayemsujudia huyo mnyama na sanamu yake au kupokea chapa ya sana pamoja katika kipaji chake cha uso au katika mkono wake, naye atakunywa katika kikombe cha hasira ya Mungu kilichotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji. Na huyu mnyama wa pili anawafanya watu wote wamsujudie mnyama wa kwanza na wapokee chapa. Huyu mnyama wa pili ni taifa la Marekani. Zipo nyingi. Angalia, taifa la Kirumi ni mnyama wa kwanza. Mnyama wa kwanza ni taifa la Kirumi. Kwa hivyo unapoona Marekani mwanzo haikuwa nchi, haikuwepo kabisa. Ni muunganiko tu, na ndio maana unaona watu wametoka huku na huku wakaliunda taifa la Marekani. Taifa la Marekani mwanzo halikuwepo kabisa, awali halikuwepo. Limeundwa na watu tu na muunganiko wa watu. Na ndio unaona anasema mnyama akatoka katika nchi na yule alitoka baharini, maana yule ametoka katikati ya watu, ila huyu ni watu kuungana tu wakaunga taifa la Marekani. Taifa la Marekani litafanya watu wote duniani. Watu wanasemaga eti kuna watu wanaweza kuipiga Marekani vita. Marekani inatumia uwezo
uwezo kutoka Ulaya ambapo mnyama huyu. Leo tutazungumza tu, mahubiri yetu ni makali, dawa chungu ndio inaiponyesha. Tunawafunulia ili mjue Ulaya ndio mnyama anapatikana pale. Mnyama huyo kwanza ni taifa la Kirumi ambalo linatawala dunia sasa hivi. Linaitumia Marekani kama mkono wa pili kwa ajili ya kuwashurutisha watu duniani wote wamsujudie mnyama apatikanaye pale, mnyama wamsujudie mfalme wa Kirumi, na yeyote ambaye hatamsujudia mfalme huyu atauawa. Wakati unafika tu, wakati utafika, utaona anabadilisha sheria, maana alisema atakwenda kinyume chake aliye juu na atabadilisha sheria za Mungu, na atakapobadilisha sheria watu watakuwa wanaabudu katika siku moja tu. Hivyo itakapofika wakati watu wanaabudu katika siku moja, siku ya Jumapili, hii siku ndio siku ambayo watu watapigwa chapa katika vipaji vya uso. Chapa haiji eti ubandikwe nembo au upewe chip au kuna namna ambayo unaweza kuona. Biblia inapozungumza haizungumzii mambo ya kimwili. Hebu nisaidie Efeso, Wathesalonike wa pili, Waefeso 6:12. Waefeso 6:12. Biblia inapozungumza haizungumzii mambo ya mwili. Inazungumzia mambo ya kiroho tu, haizungumzii mambo ya kimwili. Anasemaje? Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, ndio bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya, katika ulimwengu wa roho. Kwa hivyo Biblia inazungumzia mambo ya kiroho, haizungumzi mambo ya kimwili, kwamba eti tutagongwa chapa katika kipaji cha uso ugongo usoni. Uongo tu. Wala haiji chapa katika chipu wetu unaambiwa ukibonyeza mali hizo ndio namba za mpinga Kristo au kitu cha kunywa. Hapana, hayo ni mambo ya kiroho. Usiposoma au usipojua utajikuta umeingia, unakataa vitu vya kimwili, unajikuta umeingia ndani, umeshapigwa chapa ya mnyama. Siku itakaposikika siku ya kuabudu ni moja, itakapofanywa na kuthibitisha mgugo tu, ndeni mkagugo. Hayo mambo yanaendelea ni vile tu na simu kubwa, lakini watu wamekazana kubeti, wamekazana kuangalia mambo ambayo hayawasaidii. Ukiangalia mambo yanaendelea katika dunia hii utajistajabia mwenyewe. Nenda ukagugo tu uangalie Sunday law. Inaitwa Sunday law. Yaani hiyo ni sheria ya Jumapili ambapo mtu yeyote atakapokuwa haisali katika siku hiyo, yaani nashinda nisemeje, maana anasema asiposujudia sanamu hiyo atauawa. Mtu yeyote ambaye hatoshika, hakuna wa Ijumaa wala hakuna wa Jumamosi, wote watahitajika kusali siku ya Jumapili. Ikifika siku hiyo amri hiyo, hapo ndipo chapa zitakapopigwa. Watu watapigwa chapa za mnyama na wao watapigwa mihuri ya Mungu, itapatikana hapo. Ndio Mungu anasema waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, na Mungu anatafuta watu kama hao, maana siku zinakuja tu, haziko mbali. Yesu alisema dalili za kuja kwangu kutakuwa na vita na machafuko. Tunayaona yameshatokea hayo, na bado yanaendelea, vita havikomi. Hivyo hapo vipo tunaviona, lakini kwa sababu ya mazoea, basi tunaona ni mambo ya kawaida tu, tuna relax, mambo ya kawaida. Siku inakuja ambayo itakuwa ni watu kulia na kusema mengi. Kwa hivyo tumeona katika hao wanyama ni wafalme ambao watatawala dunia hii, na huyo mfalme na huyo mnyama atabeba mwanamke, si ndio? Ndio. Hebu nenda sasa katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana 17 anzia 3. Tuangalie mnyama ambaye ametoka baharini anambeba mwanamke. Inasema anasemaje? Akanichukua katika roho hata jangwani. Ndio. Nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana, mwenye kujaa majina ya makufuru, mwenye vichwa saba na pembe 10. Na pembe 10. Mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau. Mwanamke yule
alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau na nyekundu, amepambwa kwa dhahabu, na kito cha thamani, ndio. Naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake, kilichojawa machukizo na machafu ya uasherati wake. Kwa hivyo huyu mwanamke alikuwa na kikombe mkononi mwake, anapoenda kufanya uasherati, ule uchafu anauweka katika kikombe. Inasema ndio, na katika kipaji cha uso wake, yule mwanamke alikuwa na jina limeandikwa, ndio, jina la siri, Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Huyo mnyama si amebebwa na mnyama, ndio, lakini ana jina la siri, Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Na mnyama huyu tunamwona katika kitabu cha Danieli, kitabu cha Ufunuo 13 akitoka baharini, lakini baadaye anambeba mwanamke, na mwanamke huyu ni mwanamke kahaba, amejipamba kwa lulu na dhahabu, ana vazi nyekundu na la kizambarau. Mwanamke kahaba. Sasa huyu mwanamke ni nini? Mwanamke, tunapomzungumzia mwanamke kahaba, maana yake na ni mama wa makahaba, maana yake hata watoto wake pia ni makahaba, si ndio msemaji? Ndio. Hebu nisaidie Ezekieli 16:32. Kahaba hazai mtakatifu, kahaba anazaa kahaba tu. Kwa hivyo akiwa mama wa makahaba, maana yake ana watoto makahaba. Sasa Biblia inazungumzia mifano, upya ni mfano, lakini katika maisha yetu ya kawaida, mama akiwa kahaba na mtoto ni kahaba. Soma andiko. Inasema mke wa mtu azinie, akaribishaye wageni badala ya mumewe. Kwa hivyo mwanamke kahaba ni mwanamke ambaye hatulii na mume wake mmoja. Mwanamke ukimwona anaenda na wanaume tofauti, anaachana na mume wake, anaenda kupata wanaume wengine, huyo ni mwanamke kahaba. Na kwa sababu ameitwa mama wa makahaba, ana watoto zaidi yako 32. Hapo Ezekieli 16:44 inasema 44 16:44 Ezekieli inasema, anasemaje? Tazama, kila mtu atumie methali atatumia methali hii kinyume chako, akisema kama mama ya mtu alivyo, ndivyo alivyo binti yake. Kama mama ni kahaba na binti naye ni kahaba. Ukiona tabia ya mtoto ni mbaya, muangalie mama yake. Ukimwona mtoto anavaa vimini, mama yake naye anavaa vimini. Ukimwona mtoto anavaa visuruali, mama yake naye anavaa visuruali. Ukimwona mtoto anavaa marasta kichwani, hata mama yake anavaa marasta kichwani. Ukimwona mtoto anapakapaka usoni marangi, ujue hata mama yake ndivyo hivyo. Kwa hivyo kama mama ya mtu alivyo, ndivyo alivyo binti yake. Sasa tunapoona ya kwamba katika kitabu cha Ufunuo mwanamke ni kahaba na ana jina la siri, huyu mwanamke anawakilisha nini? Maana tumeambiwa Mungu katika kitabu cha Hosea anatumia mifano kwa manabii wake. Huyu mwanamke anawakilisha nini? Zaidi ya Efeso 5:25. Efeso 5:25. Mwanamke anawakilisha nini? Efeso 5:25 inasema, enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo alivyolipenda kanisa. Soma 32. Inasema, ndio, inasema siri hiyo ni siri kubwa. Kwa hivyo tunaambiwa tumpende mwanamke kama Kristo alivyolipenda kanisa, lakini tunaambiwa siri hiyo ni kubwa. Ila mimi nanena habari za Kristo na kanisa. Kwa hivyo Paulo anasema nazungumzia mwanamke huyu wa kawaida. Huyu mwanamke wa kawaida tunayemwona, huyu mwanamke anazungumzia habari ya kanisa. Kwa hivyo mwanamke anafananishwa na kanisa. Sasa kanisa lililobebwa na mnyama lililopo katika ufalme. Huu ufalme Danieli anasema ulikuwa mbali. Zamani zile walikuwa wanaua watu wa Mungu kwa kumwelea msalabani. Watu walikuwa wanauawa kwa kukatwa vichwa. Watu wa Mungu walipigwa mawe katika ufalme huo.
lakini Mungu alivyokuwa ni mwema, watu wakiua watu 20 wanazaliwa wengi zaidi ya wale watu wa Mungu. Kwa hivyo kanisa la Mungu halikufutika. Sasa shetani alichokibadilisha, akasema ataingia kanisani, na ikiingia kanisani anafanyaje? Hebu soma 7:25 Danieli. Akasema ataingia kanisani, na akishaingia kanisani anafanya kitu gani? Soma Danieli 7:25. Cheza na ufalme huu wa Kirumi. Ufalme huu wa Kirumi ni ufalme ambao ni hatari, ufalme ambao ni hatari. Yesu aliuawa katika ufalme huu, inasema mitume waliuawa katika ufalme huu, watu waliomfuata Kristo waliuawa katika ufalme huu, na Yesu anasema baada ya ufalme huu utapita, utakuja ufalme mwingine ambao hautapita kabisa. Soma andiko, inasema naye atanena maneno kinyume chake aliye juu. Kwa hivyo ufalme huu wa Kirumi baada ya kufungua kanisa, anasema atanena maneno kinyume chake aliye juu, naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, naye ataazimwe kubadili majira na sheria. Kwa hivyo wakati ule alikuwa anawachinja watu, anawafunga watu gerezani, anawakata vichwa, anawapiga watu kwa mawe, lakini watu wa Kristo hawakuisha. Kwa hivyo akasema ataingia kanisani, na ili awaue watu ataingia kanisani azibadilishe sheria za Mungu. Akizibadilisha sheria za Mungu hautamwabudu Mungu tena, maana shetani ndio yake ni umkose Mungu. Ukimkosa Mungu, hilo ndio furaha shetani. Kwa hivyo alipozibadilisha sheria za Mungu, alipobadilisha sheria za Mungu, watu wanauawa pale kiroho, na hakuna kifo kibaya kama kufa hivyo. Ukifa roho, afadhali wakuchinje, hawakuchinje ukiwa na Kristo ndani yako. Lakini ukifa kiroho, wewe unakufa kifo kibaya, kwa sababu utakufa ukifufuliwa ni motoni. Ukifufuliwa ni motoni. Kwa hivyo wakaingia kanisani, na atawanena maneno kinyume chake aliye juu, na atabadilisha sheria za Mungu. Sasa hili kanisa limefunguliwa na kanisa na utawala huu wa Kirumi, na kanisa hilo linaitwa Roman Catholic. Roman Catholic ni kanisa la Kirumi, limefunguliwa na ufalme huu wa Kirumi. Kanisa hili lina sheria ambazo haziendani na sheria za Mungu, zimebadilisha amri za Mungu. Unapoingia ndani ya kanisa hili, unaingia katika mlango wa shetani. Kwa nini? Hebu nisaidie kitabu cha Danieli. Danieli 3:4. 3:4 Danieli. Uone. Alisema atanena maneno kinyume chake aliye juu. Kanisa hili lilipofunguliwa, watu wanapoingia humo wanakufa kiroho, wanakuwa kiroho. Ni mlango wa shetani, kanisa la Kirumi. Soma andiko. Ndipo mpiga mbio. Huu ni utawala Babeli. Tunaona katika ufalme huu unafananishwa na mnyama ambaye ana kichwa kama cha simba, anafananishwa na chui, anafananishwa na ana pembe 10. Kwa hiyo mnyama huyu wa Ufunuo ana tabia zote zilizokuwa na wale wanyama wanne wa kitabu cha Danieli. Sasa watu wa ufalme zile walikuwa na tabia gani? Soma andiko. Nasema ndipo mpiga mbio akapiga kelele akisema, enyi watu wa kabila zote, na taifa na lugha, mmeamriwa hivi, wakati mtakapoisikia sauti ya panda, na filimbi na kinubi, ndio, na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma, lazima kuanguka na kuiabudu sanamu ya dhahabu. Kwa hivyo wakati ule walikuwa wanaabudu sanamu katika ufalme wa Babeli, si ndio? Ndio. Walikuwa wana tabia ya kuabudu sanamu. Na katika mnyama wa kitabu cha Ufunuo tumeona kuna mnyama huyo ana kichwa cha simba, kinafananishwa na simba. Kwa hivyo tabia zile zipo katika ufalme huu ambao tuko sasa, ufalme wa Kirumi. Ufalme huu wa Kirumi umechonga sanamu ukaziweka makanisani, watu wanaabudu masanamu. Mungu amesemaje? Hebu nisaidie
Kitabu cha Kutoka 20 mstari wake ni wa 4 nadhani. Inasema, usijifanyie sanamu ya kuchonga. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Wala mfano wa kitu chochote. Wala mfano wa kitu chochote. Kilicho juu mbinguni. Kilicho juu mbinguni. Wala kilicho chini duniani. Wala kilicho chini duniani. Wala kilicho chini majini chini ya dunia. Wala kilicho chini majini chini ya dunia. Kilicho chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia. Usivisujudie wala kuvitumikia. Kwa kuwa mimi Bwana. Kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako. Ni Mungu mwenye wivu. Ni Mungu mwenye wivu. Nawapatiliza wana maovu ya baba zao. Ninawapatiliza wana maovu ya baba zao. Hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Mungu anasema usijifanyie sanamu ya kuchonga ukaifananisha na kitu chochote kilichomo mbinguni wala chini ya dunia wala kwenye maji. Lakini tunaona katika kanisa hili la Kirumi, kwa sababu Shetani amesema atanena maneno kinyume chake aliye juu, wakachonga masanamu wakayafananisha na Mariam ambaye tayari ameshakufa, wakachonga sanamu wanaifananisha na Yesu, na wameshaambiwa wasichonge sanamu wakaifananisha na kitu chochote kilichopo mbinguni, kwa sababu wanakwenda kinyume chake aliye juu. Simone, ni sababu ya kwanza. Ndio. Hiyo ni sababu ya kwanza. Kanisa hili la Kirumi linaenda kinyume chake aliye juu. Sheria za Mungu kubadilishwa. Sheria za Mungu kubadilishwa. Wakamwita, hebu nisaidie kitabu cha Mathayo 3:29. Kanisa hili lina kiongozi wake anakaa Vatican, anaitwa Baba Mtakatifu. Baba Mtakatifu ni jina la nani? Hebu kwanza nisaidie 17:11 Ufunuo. Yohana Injili 17:11 inasema 17:11 anasemaje? Inasema 17:11 wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hao wamo ulimwenguni, nami naja kwako Baba Mtakatifu. Kwa hivyo Baba Mtakatifu ni jina la nani? Mungu mwenyewe. Ni jina la nani? Mungu. Baba Mtakatifu ni jina la nani? Mungu. Nisaidie 3:29 Mathayo. Wamechukua jina la Mungu wakampa mtu, na Yesu alishasema toka zamani, msije mkamwita mtu duniani mkamwita baba, na baba mmoja tu. Hebu soma andiko 3:29 Mathayo. 3:29 Mathayo. Hiyo ina 17. 17 23:9. 23:9. Hebu soma 23:9. Anasemaje? 23:9. Wala msimuite mtu baba duniani. Asante sana. Nimetoka kidogo. Anasema wala msimuite mtu baba duniani. Kwa hivyo Yesu anasemaje? Wala tusimuite mtu baba duniani. Kwa hivyo duniani hatutaki kumuita mtu baba. Hatutaki kumuita mtu baba, maana ndio baba yenu ni mmoja. Baba yenu ni mmoja aliye mbinguni. Aliye mbinguni. Kwa hiyo jina la Baba Mtakatifu ni jina la nani? La Mungu. Na Yesu alisema watu wasimuite mtu baba duniani. Ndio. Lakini kanisa hili lina kiongozi anaitwa Baba Mtakatifu, na Baba Mtakatifu ni jina la Mungu. Saidia Wathesalonike wa pili 2 mstari wake wa 10. Wathesalonike wa pili 2 mstari wa 10. Anasema msimuite mtu baba duniani. Msimuite mtu baba duniani. Baba yenu ni mmoja tu aliye mbinguni. Lakini kanisa hili linatumiwa na ufalme huu wa Kirumi kuwapoteza watu wa Mungu. Soma andiko. Na katika madanganyo ya udhalimu, na katika madanganyo yote ya udhalimu, kwa hao wanaopotea, kwa sababu wakubali kupenda ile kweli, ndio wapate kuokolewa. Hiyo msaidie Waefeso. Wathesalonike 2:2. Anasemaje? 2 mstari wa 3. Inasema mtu awaye yote asiwadanganye. Asante. Asiwadanganye kwa njia yoyote. Maana haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu. Akafunuliwa yule mtu wa kuasi. Mwana wa uharibifu. Yule mpingamizi. Ajiinuaye nafsi yake. Ndio.
juu ya kile kiitwacho Mungu. Kwa hivyo kuna mwana wa uharibifu anajiinua nafsi yake kwa kile kiitwacho Mungu. Ama kufanya nini? Inasema juu ya kile kiitwacho Mungu, ama kuabudiwa, hata yeye mwenyewe uketi katika hekalu la Mungu, akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Kwa hiyo anajionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ni nani? Mungu. Na anajiita Baba Mtakatifu. Baba Mtakatifu ni jina la nani? La Mungu. Yesu alisema tusimuite mtu baba duniani. Kwa maana Baba ni mmoja tu. Lakini huko tunapata Baba Mtakatifu. Na mtu huyo anajiinua nafsi yake kwa kile kiitwacho Mungu. Leo ukienda ukikutana naye lazima umuinamie. Lazima umuinamie. Kulikuwa kuna tabia nyingi katika Babeli. Katika Babeli kulikuwa kuna tabia za ulevi, za ulaji mbaya. Kulikuwa kuna ulaji mbaya. Yaani leo watu wanafundishwa makanisani kwao kula chochote wakati Mungu ameshaweka mtu mekula. Hebu nisaidie kitabu cha Danieli 1 mstari wake ni wa 7. Danieli 1 mstari wa 7 inasema mkuu wa matowashi akawapa majina, akawapa nani? Inasema lakini Danieli aliazimu moyoni mwake hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme. Kwa hivyo katika wakati huo, katika ufalme wa Babeli uliokuwa unawakilishwa na simba, kulikuwa kuna vyakula ambavyo ni najisi, ambavyo Mungu hapatani navyo. Lakini katika siku za leo watu wanafundishwa katika makanisa ya kwamba unakula chochote tu, na watu wanafuata hivyo, wanakula chochote kwa sababu wanaona hawapati maumivu labda ya tumbo, wanataka mpaka chakula kiwadhuru ndio kiache. Mungu alishasema msile hivi na hivi, kuleni. Nisaidie kitabu cha Walawi 11:7. Walawi 11:7. Uvumilie tu. Dawa chungu ndio inayoponyesha. Hatuzungumzi ili tupate fedha kwa mtu. Tunazungumza tuwasaidie watu ili kusudi asili inapokuja wapate wako ndani. Inasema na nguruwe. Hebu anzia 6. Inasema hiyo ngapi? Danieli Walawi 7:11 anzia 11:7. Hebu anzia 6. Na sungura kwa sababu yeye hana kwato. Ngoja nianzie juu kabisa. Anzia juu. Neneni na wana wa Israeli. Anasema sikiliza utaratibu wa vyakula. Neneni na wana wa Israeli, mwambie hivi, wanyama hawa wanyama wenye uhai ndio mtakao wala katika hayawani wote walio juu ya nchi, katika wanyama wote walioko juu ya nchi. Kila mnyama mwenye kwato katika miguu yake, mwenye miguu ya kupasuka kati, mwenye kucheua katika hayawani, hao ndio mtakao wala. Kwa hivyo mnyama mwenye kwato ambaye miguu yake imepasuka kati na mwenye kucheua, huyo ndio mnyama ambao tutakula. Pamoja na hao wanyama hawa hamtawala katika wale wenye kucheua, katika wale walio na kwato, na katika wale walio na kwato. Ngamia kwa sababu ngamia anacheua lakini hana kwato. Kwa kuwa ngamia anacheua lakini hana kwato, yeye ni najisi kwenu, msile nyama yake. Na mwibari kwa sababu yeye mcheua lakini hana kwato, yeye ni najisi kwenu. Ndio. Na sungura kwa sababu mcheua lakini hana kwato, yeye ni najisi kwenu. Na nguruwe kwa sababu yeye anazo kwato, na mwenye miguu iliyopasuka kati, na ana miguu iliyopasuka kati, lakini hacheui, yeye ni najisi kwenu. Msile nyama yao, wala msiguse mizoga yao. Hii Biblia inasema msile nyama yao, wala msiguse mizoga yao.
hao ni najisi kwenu. Kwa hivyo hawa wanyama, nguruwe, sungura, wibari, ni najisi. Na tumeambiwa tusile wala kugusa mizoga yao. Hiyo Biblia iko tofauti na za wengine. Hiyo. Si Biblia ni ile? Ndio. Lakini kwa sababu watu hawameshindwa kusoma Biblia, wamejikuta wanahubiriwa tu, wanaambiwa kula chochote. Mungu kaumba. Mungu kaumba zote, hakuna najisi. Mungu ameshaviumba vyote ndio, lakini amekupa utaratibu wa kula. Kuna vyakula ukila utasimama mbele yake ukiwa safi. Na vingine ukila hautaweza kusimama mbele yake ukiwa safi. Utasimama ukiwa najisi. Sasa amekwambia usile nguruwe kwa sababu yeye hachaui. Ana miguu inapasuka lakini hachaui, usile. Lakini watu wanaita mbuzi Ulaya, si ndio? Wanaita mbuzi Katoliki. Mbuzi Katoliki. Wengine wanasema Yesu alivitakasa. Tutakuja kuona kama tunauliza maswali afu tutawapandia huko. Waseme eti Petro alionyeshwa kitambaa chenye wanyama wengi akaambiwa hali. Tutajuana hapo. Njoo na hilo andiko. Njoo na swali hilo. Kwa hivyo akasema nguruwe msile. Msile kwa sababu gani? Msile kitabu cha Isaya. Isaya 65 anzia mstari wa 2. Dawa chungu ndio inayoponesha. Leo tunahitimisha hapa leo. Tutahitimisha hapa, tutakwenda sehemu nyingine. Kama Mungu atatujalia, tutaendelea hapa. Soma andiko. 65:2. Isaya. Nitazameni. Hapo sasa wale wala nguruwe, wale wanaopenda kula nguruwe, sikilizeni. Anasema nitazameni. Mchana kutwa. Nimeonyeshea mikono yangu. Watu walioasi. Watu waendao katika njia isiyo njema. Wakifuata mawazo yao wenyewe. Watu wanikasirishao mbele za uso wangu daima. Wakitoa dhabihu katika bustani zao. Na kufukiza uvumba juu ya matofali. Wakatio kati ya makaburi. Na kulala katika mahali pao pasiri. Walao nyama ya nguruwe. Ndio. Na mchuzi wa vitu vilichukizavyo. Kwa hivyo walao nyama ya nguruwe na mchuzi ya vitu vilichukizavyo katika vyombo vyao. Inaendelea kusema watu wasemao simama peke yako. Yaani mtu anasema nimeokoka, akikutana na mlevi au akikutana na kahaba anamwambia mimi nimeokoka, usinikaribie, Yesu ni Bwana. Lakini anakula nguruwe. Sasa mtu huyo anaonekanaje mbele ya Yesu? Hebu soma. Wale wasemao simama peke yako. Usinikaribie mimi. Kwa maana mimi ni mtakatifu kuliko wewe. Watu hao ni moshi puani mwangu. Rudia. Ni moshi ndio puani mwangu. Watu hao ni moshi puani mwangu. Moto wakao mchana kutwa. Kwa hivyo watu wanaokula nguruwe halafu wanasema wameokoka. Mungu anasema watu hao ni moshi wa moto uwakao mchana kutwa. Nisaidie 66:16 Isaya. 66:16 Isaya. Inasema hawa la nguruwe wakati ule manabii walikiona chakula cha mfalme najisi kwa sababu vile vyakula vilivyokuwa kule vilikuwa vipatani na Mungu, vilivyokuwa Babeli. Lakini katika kanisa hili la leo la Kruni lenye watoto, hawa watoto nao wanafundisha, wanaiga tabia za mama yao, wanakula nyama tu zozote, wanakunywa pombe, wanakula vitu vyote na wanasema wameokoka. Soma andiko. Inasema kwa maana Bwana atateta na wote wenye mwili. Kwa moto na kwa upanga wake. Nao watakaouawa na Bwana watakuwa wengi. Endelea. Watu wale wajitakasao na kujisafisha katika bustani. Nyuma yake aliye katikati. Wakila nyama ya nguruwe. Wakila nyama ya nini? Ya nguruwe. Ya nguruwe. Na machukizo. Na panya. Watakoma pamoja, asema Bwana. Kwa hivyo wewe unakula nguruwe, unamcheka anayekula panya. Mali anapoenda anayekula panya, wewe unayekula nguruwe utaingia hapo tu. Lakini Danieli alisema
sitajitia unajisi kwa chakula cha mfalme. Na hata sisi hatuwezi kujitia unajisi kwa vyakula hivi vilivyokatazwa na Mungu. Mungu ameweka utaratibu wa watu kula, lakini watu wamekataa utaratibu wa Mungu, wanafuata mawazo yao wenyewe. Wanakula nguruwe, wanakula sungura, wanakula panya. Mungu anasema watu kama hao ni moshi wa moto wakao mchana kutwa, na atawaua. Watakaouawa watakuwa wengi. Siku hiyo inakuja, siku hiyo inakuja. Hii Biblia tunayosoma si tofauti na vile ambavyo ziko kwenu. Ni Biblia moja tu, ni vile mtaki kusoma, na ndio maana kuna mengine mnaweza kuona kama ni mapya, mkadhani kama Biblia yetu imebadilishwa. Andika ukasome, andika ukasome, alafu uone kama kuna tofauti hapo. Kwa hivyo kanisa hili likasema litanena kinyume chake aliye juu, litabadilisha majira na sheria, si ndio? Ndio. Litabadilisha majira na sheria. Kwa hivyo ukibadilisha sheria, hebu nisaidie 22:18 Ufunuo. 22:18 Ufunuo. Amesema atabadilisha sheria za Mungu, atabadilisha majira. Mungu amesemaje? Soma andiko. 22:18. Inasema, anasemaje? Wakalia sana. 22:18 Ufunuo. 22:18 Ufunuo. Inasema, namshuhudia kila mtu ayasikiaye maneno ya unabii wa kitabu hiki. Asikiaye maneno ya unabii wa kitabu hiki. Mtu yoyote akiyaongeza, Mungu atamuongezea hayo mapigo. Yaliyoandikwa katika kitabu hiki. Na mtu yoyote akiondoa lolote katika maneno ya unabii wa kitabu hiki. Mungu atamuondolea sehemu yake. Katika ule mti wa uzima. Na katika ule mji mtakatifu. Habari zake zimeandikwa katika kitabu hiki. Asante. Kwa hivyo Mungu anasema usiongeze neno wala usipunguze. Hata nisaidie kitabu cha Kutoka 20. Mungu aliweka sheria na akasema mtu asibadilishe neno wala asipunguze. Soma, nisaidie kusoma kuanzia amri ya kwanza. Soma kuanzia sheria ya kwanza. Anasemaje? Usiwe na miungu mingine. Ukiwa na miungu mingine utakuwa wa Mungu? Hapana. Sio, utakuwa umeenda kwa shetani? Ndio. Ya pili inasemaje? Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Ukichonga sanamu utakuwa kwa Mungu? Umekwenda. Na ufalme huu, kanisa hili la Kirumi limechonga sanamu? Ndio. Litakuwa la Mungu? Haliwezi kuwa la Mungu. Ya tatu inasemaje? Ya tatu. Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Ya nne inasema, ikumbuke siku ya Sabato utakase. Ya tano inasema, waheshimu baba yako na mama yako. Ya sita inasema, usiue, usizini, usiibe, usimshuhudie jirani yako uongo, usitamani. Kwa hivyo amri hizi ndio zinapatikana kwenye Biblia, na Mungu akasema usipunguze neno wala kuongeza neno, na wala usibadilishe neno lolote. Saidia katekisimu, tunaenda na kanisa hilo. Yaani dawa chungu ndio huwa inaingia. Hatuhubiri kwa ajili ya watu kufanikiwa kwenye biashara. Eti njoo ufanye kitu fulani, eti unalogwa na jirani yako, eti wewe mama yako anakuoga. Hatuna injili hiyo. Hiyo sio injili. Huo ni utapeli tu, tunazungumza siku zote. Huo ni utapeli. Injili ya kweli kuwavuta watu wapate kumjua Kristo. Wewe jirani yako unadhani amekuoga? Akimjua Kristo atakuoga? Mjuhubirie ajue Kristo ile sikuroge. Soma andiko. Inasema, mimi Bwana Mungu wako. Amri ya kwanza inasema mimi ni Bwana Mungu wako. Ya pili inasema, usilitaje bure jina la Mungu wako. Ya tatu, shika kitakatifu siku ya Mungu. Ya Mungu. Ya nne, waheshimu baba yako na mama yako. Ya tano, usiue. Ya sita, usizini. Ya saba, usiseme uongo. Ya nane, usitamani mwanamke sio mke wako. Ya tisa, umeruka ya saba. Ya saba inasema usiibe. Ya nane, usiseme uongo. Ya tisa, usitamani mwanamke sio mke wako. Ya kumi, usitamani mali ya mtu mwingine. Hizo ziko sana za kuingilia. Hapana. Maneno kwanza, maneno yamebadilishwa. Mungu anasema
Ikumbuke siku ya Sabato itakase. Hii inasema shika takatifu siku ya Mungu. Shabadilisha maneno. Washabadilisha. Amri ya pili, maana yake hapo ni Sabato imeondolewa. Hii Sabato imeondolewa. Wamebadilisha maneno. Amri ya pili kwenye Biblia inasema usijifanyie sanamu ya kuchonga. Ile amri wakaiondoa, na ndio sababu wanachonga masanamu. Wameiondoa amri, wanachonga masanamu. Tena wanayavaa mpaka shingoni. Yaani hatari kubwa. Babeli kubwa. Kwa hivyo wakachonga masanamu kwa sababu amri ya pili imeondolewa. Hebu nisaidie hiyo amri ya 10 kwenye Biblia. Usitamani. Kwenye Biblia inasema usitamani. Ya 9 kwenye katekisimu inasemaje? Usitamani mwanamke asiye mke wako. Ya 10 usitamani mali ya mtu mwingine. Kwa hivyo kwenye katekisimu amri za kutamani ni ngapi? Ni 2. Kwenye Biblia amri ya kutamani ni ngapi? 1, imeunganisha zote. Na Mungu amesema usiongeze neno la kupunguza, mara kupunguza. Amri ya pili inasemaje kwenye Biblia? Amri ya pili inasema usijifanyie sanamu ya kuchonga. Kwenye katekisimu usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Kwenye katekisimu kuna amri ya kuchonga sanamu hapo? Haipo. Kwa hivyo wakaiondoa sheria ya ngapi? Ya pili. Wakaondoa amri ya pili. Sasa ili zipatikane 10 kwa sababu zitabaki 9, wakaichukua amri ya 10 wakaigawa mara 2 ipatikane ya 9 na ya 10. Kwa hivyo Biblia ina amri moja tu ya kutamani. Usitamani mke wa jirani yako wala mali yake wala chochote. Soma. Anasemaje? Usitamani nyumba ya jirani yako. Usitamani nyumba ya jirani yako. Usitamani mke wa jirani yako. Usitamani mke wa jirani yako. Wala mtumwa wake. Wala mtumwa wake. Wala mjakazi wake. Wala mjakazi wake. Wala ng'ombe wake. Wala ng'ombe wake. Wala punda wake. Wala punda wake. Wala chochote alichonacho jirani yako. Kwa hivyo chochote kile alichonacho jirani yako, kuanzia mke na mali zake zote, zimefungwa kwenye amri moja ya kwamba usitamani chochote cha jirani yako. Lakini hawa wakabadilisha hiyo sheria baada ya kuondoa ile ya kwanza, wakabadilisha wakagawa mara 2 ili ipatikane ya 9 na ya 10, kwa sababu wanajua tu watu wanajua amri za Mungu ni 10 wala si 9. Sasa ili wasionekane mahali walipowapoteza watu, wakaigawa ile ya 10, wakaigawa mara 2. Usitamani mke kwa jirani yako, wakaitenga hiyo peke yake, na hiyo usitamani mali wakaitamani hiyo peke yake, wakaitenganisha hiyo peke yake, ikapatikana ya 10 hapo. Kwa hivyo wanachonga masanamu kwa sababu wameondoa amri ya pili. Shetani akasema atanena maneno kinyume chake aliye juu, atabadilisha majira. Majira akabadilisha namna gani? Saidia Mwanzo 1:5. Mwanzo 1:5. Tunazungumza, hatuzungumzi ili tupate faida sisi, na faida tunayopata sisi si katika dunia hii, si katika ulimwengu wa sasa. Faida yetu ipo mbele baadaye. Sasa hivi jukumu la kusikiliza ni lako, ukubali ukatae, hilo ni jukumu lako. Sisi tunakuletea kwa sababu Yesu anawahurumia watu wake, anawahurumia watu wake. Saizi angekuwa amesharudi, lakini anachelewa ili kusudi wewe upate injili, upate kutubu, urudi. Soma andiko. Inasema Mungu akaita nuru mchana. Mungu akaita nuru mchana, na giza akaita usiku. Na giza akaita nini? Usiku. Kwa hivyo ikawa jioni. Ikawa jioni. Ikawa asubuhi. Siku moja. Kwa hivyo siku ya Mungu inaanza jioni, jua likizama. Jua linapozama siku inaanza hapo na inaishia hapo hapo. Lakini hii ya Kirumi inaisha saa 6 usiku na inaanza saa 6 usiku. Hiyo ni siku ya Kirumi. Ukiona siku inafika saa 6 usiku, unasema ndio siku inabadilika. Hiyo ni ya Kirumi ya utawala huu. Maana amesema atakwenda kinyume chake aliye juu. Mahali Mungu anaishia, yeye ndo anapoanza. Mungu alisema, hebu nisaidie Kutoka 20. Msomaji. Ndio, nisaidie Kutoka 20 kwenye mstari wa 9. 29. Inasema siku sita fanya kazi utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana. Hebu nisaidie Walawi 23:3. Walawi 23:3. Walawi 23 na ule mstari wa 3. Wakati Mungu amesema siku ya 7 ndio watu wapumzike, wafanye ibada, yeye akasema watu wapumzike siku ya kwanza.
Mahali Mungu anapoishia, yeye ndo anapoanza. Yaani anakwenda kinyume chake aliye juu. Na hizi sheria za kwenye katekisimu wanafundisha tangu watoto wadogo. Leo ukimfuata Mkristo yoyote anaitwa Mkristo. Maana kwenye kitabu cha Mathayo 24:24 tunaambiwa, Yesu anasema, anakuambia kutakuwa na makristo wa uongo. Maana makristo wa uongo ndio kamwambia kufungulia sheria ndani ya Biblia. Hata hizi zinapatikana katika kitabu gani? Soma andiko. Walawi 23:3 inasema, mtafanya kazi siku sita, lakini siku ya saba ni sabato ya kustarehe kabisa. Siku ya saba ni siku ya sabato ya kustarehe kabisa. Ndio kusanyiko takatifu. Kwa hivyo hiyo siku tunatakiwa kufanya kusanyiko takatifu. Ndio msifanye kazi ya namna yoyote. Sabato kwa Bwana katika makao yangu yote. Kwa hivyo Mungu akasema siku ya saba ni sabato, kwa sababu alifanya kazi siku sita na siku ya saba akastarehe, akaanza kufanya kazi zake, akaibariki siku hiyo, akaitakasa. Lakini shetani kwa sababu amesema, akakwenda kinyume chake aliye juu, akabadilisha sheria ya Mungu. Mungu kasema siku ya saba, yeye akasema siku ya kwanza. Yeyote ambaye ameshika sheria ya kwanza ya juma, siku ya kwanza ya juma kuabudu, badala ya kuishika siku ya saba ya Mungu, ujue ya kwamba umeenda kwenye mfumo wa shetani. Mfumo wa shetani, anaabudu siku ya kwanza ya juma badala ya kuabudu katika siku ya saba ya juma ambayo Mungu ndio ameiweka, akabadilisha sheria. Leo saa zinaenda kwenye mfumo wa sita, na ndio ikifika saa 6 usiku ndio inabadilisha na siku pale, inabadilisha na siku. Si saa asubuhi saa 1 yenyewe inaandika 7. Ukimuuliza mtu saa ngapi, anasema ni saa 1. Kwa nini iseme saa 1 na imeandika 7? Anakuambia kwa Kiingereza. Kuna Kiingereza gani 7 iwe 1 iwe 1? Hicho ni Kiingereza cha wapi? Cha Babeli. Hicho ni Babeli. Kwa hivyo 7 ukitoa 1 inabaki ngapi? 6. Kwa hivyo sikifika saa 2 inaandika 8. Ukimuuliza mtu saa ngapi, anasema saa 2. 2 ukitoa 8 inabaki ngapi? 6. Saa 3 inaandika 9. 9 ukitoa 3 ni ngapi? 6. Inaenda kwenye mfumo wa 6. Na ikifika saa 6 usiku ndio siku inabadilishwa pale, inakuwa siku nyingine. Shetani akabadilisha majira, na watu wameacha majira ya Mungu, wameyafuata shetani. Kwa maana alisema atakwenda kinyume chake aliye juu, atabadilisha sheria, atabadilisha na majira. Acheni niwaambie tu, hakuna mlango ambao watu watapita usipokuwa ni mlango mmoja tu wa Yesu Kristo. Hakuna muombezi mwingine ambaye tunaweza kupelekea maombi yetu isipokuwa ni Yesu Kristo. Hebu nisaidie waraka wa pili wa Yohana, waraka wa kwanza Yohana 2:1. Waraka wa kwanza Yohana 2:1. Hakuna, yani usipopita kwa Kristo, usipomfuata Kristo, hapa duniani pana kiti cha enzi cha shetani na pana kiti cha enzi cha Rumi. Kiti cha enzi cha joka na cha yule mnyama. Na huyu ufalme wa Rumi unatumia nguvu kutoka kwa shetani. Ufalme wa Rumi unatumia nguvu kutoka kwa shetani, halafu wenyewe unatumia Marekani anawafanya watu wote duniani wamsujudie Rumi. Hiyo upate kuelewa tu. Ukikosa kuelewa njoo uulize. Soma. Inasema, anasemaje? Watoto wangu wadogo nawaandikia ili kwamba ndio msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Yesu Kristo mwenye nguvu. Yesu Kristo mwenye haki. Ndio. Naye ndiye kipatanisho dhambi zetu. Wala si kwa dhambi zetu tu, bali na kwa dhambi za ulimwengu wote. Kwa hivyo Yesu Kristo ndiye mpatanishi wa dhambi zetu na dhambi za ulimwengu wote. Inaendelea kusema, ndio. Na katika hili twajua ya kuwa tumemjua yeye ikiwa tunashika amri zake. Kwa hivyo ukizishika amri ni tunamjua Yesu Kristo, ambaye yeye ni kipatanisho kwa dhambi zetu
na kwa dhambi za ulimwengu wote. Kwa nini? Ndio. Yeye asemaye nimemjua, yeye anayesema amemjua Yesu wala hazishiki amri zake, na hazishiki amri za Yesu ni mwongo. Kwa hivyo wewe unasema umeokoka, lakini unazijua sheria za kwenye katekisimu, haujui sheria za kwenye Biblia, yaani hauzishiki amri za Mungu na unasema umeokoka. Waarabu wanasema finali jehannam khalidina fiha abadan, yaani wewe ni motoni moja kwa moja, wewe ni motoni moja kwa moja. Hamna msalia mtume, hakuna msalia mtume. Uzishika sheria za Mungu. Hebu nisaidie kitabu cha Yohana 14:15. Yesu anasemaje? 14:15 kitabu cha Yohana inasema, anasemaje? Mkinipenda, Yesu anasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Kwa nini? Nisaidie 28:18 Mathayo. 28:18 Mathayo. Yesu anasema mkinipenda mtazishika amri zangu, na yeye ndio kipatanisho kwa dhambi zetu, na si dhambi zetu tu, bali dhambi za ulimwengu wote. Kwa nini? Soma andiko 28:18 Mathayo. Ndio. Inasema. Anasemaje? 28:18 Mathayo. Yesu akaja kwao. Akasema nao. Akawaambiaje? Akawaambia. Ndio. Nimepewa mamlaka yote. Ndio. Mbinguni na duniani. Ya mbinguni na duniani. Inasema. Kwa hivyo Yesu amepewa mamlaka ya wapi? Mbinguni na duniani. Kwa hivyo mamlaka yote ya mbinguni na duniani yapo kwa nani? Kwa Yesu. Na yeye anasemaje? Nisaidie 14:6 kitabu cha Yohana. 14:6 Yohana. 14:6 Yohana. Yesu kapewa mamlaka yote ya mbinguni na duniani. Ujue hivyo. Amepewa mamlaka yote. Hakuna atakayeenda kwa Mungu asipite kwa Yesu. Inasema labda mbingu Mungu mwingine, sio yule aliyeumba mbingu na dunia. Soma andiko. Yesu akamwambia, akamwambiaje? Mimi ndimi njia. Kwa hiyo Yesu anasema mimi ndimi njia, ndio, na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kwa hivyo huwezi kufika kwa Mungu bila kupitia kwa Yesu Kristo. Yesu anasema mamlaka yote ya mbinguni na duniani nimepewa mimi. Mimi ndimi njia, kweli na uzima wa milele. Ili kusudi ufike kwa Baba ni lazima upite kwa Yesu. Mbinguni kuna kiti cha enzi cha Mungu na kiti cha enzi cha mwana kondoo cha Yesu, na duniani kuna kiti cha enzi cha Shetani na kiti cha enzi cha Rumi. Ili kusudi uende kwa Shetani utapita kwa Rumi ndio uende kwa Shetani. Ukiona mtu anaenda Rumi, ujue huyu anapita kwa Rumi, anaenda kwa Shetani. Na ukimwona mtu anataka kwenda mbinguni, anapita kwa Yesu, anakwenda kwa Mungu. Hiyo ni njia mbili. Hakuna mahali ambapo utapotea. Utakwenda katika njia mbili. Ukipata kwenda kwenye Mungu, utakwenda kwa Shetani. Sio unasema eti mimi sipo huku wala sifuati Shetani. Hauzishiki sheria za Mungu, wewe utakuwa kwa Shetani. Una namna yako kumwabudu tu, lakini uko kwa Shetani. Ukisema unaenda kwa Mungu, wewe utamfuata Yesu Kristo, ndio alivyosema. 14:12 Ufunuo. 14:12 Ufunuo. Inasema 14:12 Ufunuo. Hapo ndipo penye subira ya watakatifu. Hao wazishikao amri za Mungu. Na imani ya Yesu. Kwa hivyo ukizishika amri ya Mungu unakuwa nani? Mtakatifu. Kwa hiyo ukiwa mtakatifu ni kuzishika amri za Mungu na kumwamini Yesu. Na Yesu anasema ukinipenda utazishika amri zangu, si ndio? Ndio. Na anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu haendi kwa Baba bila kupitia kwa Yesu Kristo. Huwezi kwenda mbinguni, kwa maana yeye ndiye njia, kweli, na hakuna nabii yoyote, hakuna mtume yeyote anayeweza kukupeleka mbinguni isipokuwa ni Yesu Kristo peke yake. Kwa nini? Kwa sababu mamlaka yote ya mbinguni na ya duniani yako chini ya Yesu. Kwa hivyo naomba nisaidie kitabu cha Ezekieli 3:27. Nimalizia hapo katika Ezekieli 3:27.
Nimalizia hapo. Lakini hapo nitakaposema nawe nitafungua kinywa chako nawe utawaambia Bwana Mungu asema hivi, yeye asikiaye na asikie, naye akataaye na akatae, maana ndio wao ni nyumba yenye kuasi. Kwa hivyo wale sisi tumetumwa tuhubiri Injili. Tulitumwa kwa namna gani? Naomba urejea kitabu cha Marko 16:15. Hapo Yesu alitupa maneno. Alipotupa maneno hayo akatuambiaje? Soma 16:15 kitabu cha Marko 16:15. Inasema 16:15 Marko. Anasemaje? Akawaambia, enendeni ulimwenguni mote, mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Kwa hivyo asiyeamini atahukumiwa. Kwa hivyo atakayeamini Injili hii, tuhubiri Injili kwa kila kiumbe, atakayeamini ataokolewa. Kinyume chake, usipoamini, Waarabu wanasema finnari jahannam khalidina fiha abadan. Hivyo ndivyo ilivyo, utaenda motoni. Hakuna njia nyingine utaenda. Ila upate kwenda kwa Mungu, utakwenda kwa Shetani. Ziko njia mbili mbele yako. Nisaidie kitabu cha Mithali, nimalize msomaji. Mithali, kitabu cha Mithali 1:20. Hapo nimalize. Yaani njia ni mbili tu. Aidha uende kwa Mungu au kwa Shetani. Kwa Shetani utapita kwa Rumi, uende kwa Shetani. Na kwa Mungu utapita kwa Yesu Kristo, uende kwa Mungu. Anasemaje? Hekima hupaza sauti yake katika njia kuu. Hutoa sauti yake katika viwanja. Kulia penye mikutano ya watu. Ndio. Mahali pa kuingilia malango. Ndio. Ndani ya mji hutamka maneno yake. Enyi wajinga. Hata lini mtapenda ujinga? Na wenye dharau kupenda dharau zao. Na wapumbavu kuchukia maarifa. Geukeni kwa ajili ya maonyo yangu. Tazama nitawamwagia roho yangu. Na kuwajulisheni maneno yangu. Kwa kuwa nimeita nanyi mkakataa. Nimenyosha mkono wangu asiangalie mtu. Bali mmebadilisha shauri langu. Wala hamkutaka maonyo yangu. Mimi nami nitacheka siku ya msiba wenu. Rudia hapo. Mimi nami nitacheka siku ya msiba wenu. Rudia hapo. Mimi nami nitacheka siku ya msiba wenu. Ndio. Nitadhihaki hofu yenu ifikapo. Hofu yenu ifikapo kama tufani. Na msiba wenu ifikapo kama kisulisuli. Dhiki na taabu zitakapowafikia. Ndipo watakaponiita. Lakini sitaitika. Watanitafuta kwa bidii. Wasinione. Kwa kuwa walichukia maarifa. Kwa hivyo ipo siku inakuja. Kuna siku inakuja hata haiko mbali. Kuna siku inakuja. Kuna sasa hivi kuna nafasi ya mlango wa rehema uko wazi. Huo ukai. Wakati ule wa Nebukadneza wa Babeli, wana wa Israeli walipewa muda wa kuhutubia. Na muda ule ulipoisha, wakakosa kuhutubia, Mungu akawaacha. Na sasa hivi kuna mlango wa rehema bado uko wazi kwa ajili yetu sisi wanadamu ambao tumeingia katika kutenda dhambi. Na Yesu anasema tuingie katika mlango huo kabla haujafikia mwisho. Ukifika mwisho, hautaona tena wahubiri wakija kuhubiria. Hautaona wahubiri kama sisi tunaokuja kuhubiria injili ya kweli. Watakuja tu wale wanawaambieni toeni sadaka ubarikiwe. Wanawaambia toeni tu mpokee umelogwa na jirani yako. Wanasema umelogwa sijui na mama yako.
Hiyo ni injili ya watu ambao hawalijui neno, lakini siku inakuja wale wenye kuijua kweli hautaona tena. Kwa hivyo ndugu zangu, nawashukuru kwa kunisikiliza, naendelea kuwasikiliza na walimu wengine, na Mungu awabariki. Tuendelee kuwa pamoja. Ukiwa na swali au mahali ambapo tumeenda hujaelewa, tupo hapa, bado tujaondoka, unaruhusiwa kuuliza. Na leo ni siku ya mwisho ambayo tutakuwa katika eneo hili. Tutatoka katika eneo hili. Kesho ni siku ya Sabato, tutakuwa katika ibada. Kwa hivyo tunawakaribisheni hata kwenye ibada pia. Naendelee kuwasikiliza mhubiri wengine. Asanteni sana kwa kunisikiliza.